Mtazamaji, ni kwamba wabunge wa muungano wa upinzani wamemkashifu Rais William Ruto kwa kushindwa kuiongoza taifa, wakimtaka kuondoka mamlakani badala ya kuwanyoshea baadhi ya viongozi kidole cha lawama. Katika barua yao kwa Rais Ruto, wabunge hao zaidi ya 50 wamelalamikia ubaguzi katika ugavi wa rasilimali ya kitaifa, gharama ya juu ya maisha na matumizi ya wahuni kuvuruga mikutano ya kisiasa ya viongozi wanaoikosoa serikali. Takriban wiki moja baada ya maafisa wakuu wa chama cha UDA kumwandikia barua Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakimkashifu kwa madai ya kuwachochea vijana dhidi ya utawala wa Rais William Ruto, sasa wabunge wa muungano wa upinzani wamemwandikia Rais Ruto barua wakijibu madai hayo. Stop hiding behind UDA officials. Stop outsourcing insults. Stop blaming retired leaders. Stop campaigning against the past. The letter issued by UDA was reckless, insulting, diversionary, and deeply disappointing. It was not an act of courage. It was an act of panic. Katika barua hiyo, wabunge hao zaidi ya 50 wakianza kwa kujibu madai kuwa Rais mstaafu Uhuru Kenyatta alifeli katika utendakazi wake kwa kipindi cha muda wa miaka 10 aliyokuwa mamlakani. If there was a debt, William Ruto was there. If there was stalled projects, William Ruto was there. If there was corruption, William Ruto was there. If there was success, William Ruto was there. If there were failures, William Ruto was there. You cannot sit at the dining table for 10 years, enjoy the meal, then later claim you are merely passing by the kitchen. Aidha, wamemkashifu Rais Ruto kwa kushindwa kushughulikia changamoto zinazowakabili wa Kenya na badala yake kumnyoshea kidole cha lawama Rais mstaafu Uhuru Kenyatta kwa kumkabidhi taifa lilokuwa limefilisika. If jobs have been created, let young people find those jobs. If healthcare has improved, let patients experience it. If agriculture has been revived, let our farmers confirm it. If housing has succeeded, let completed and occupied homes speak. Kando na hayo, wameibua hofu kuhusu matumizi ya wahuni katika mikutano ya kisiasa nchini, wakisema yanaweza kuitumbukiza taifa katika machafuko ya kisiasa, ikizingatiwa kuwa taifa linaelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Even more troubling is the shocking reality that the criminal violence and political intimidation have become intertwined with law enforcement operations across several public demonstrations and political gatherings. The country has not forgotten the toxic 41-against-1 political rhetoric that became associated with the highly polarized atmosphere surrounding the 2007 general election.